Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Vizoza Media. Kama ndo mara yako kwanza basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment bwana. Tumeweza kuona mambo yalivyokuwa mengi kuhusiana na sakata zima la bibie Wema Sepetu kuweza kupata mtoto, na wengi wao wakasema kwamba huenda ikawa sio kweli bali kuna mambo ambayo yanayotumika, lakini Wema Sepetu kupata mtoto ni ngumu sana. Lakini ukweli ni kwamba Wema Sepetu tayari anaitwa mama na kila kitu kimeweza kukaa kwenye mkao, kwa sababu watu wengi walikuwa wanamuongelea vibaya na wengi wao wakasema kwamba hataweza kuja kupata mtoto kamwe maishani mwake mote, na hii ni kutokana na laana ya bwana mkubwa Diamond Platnumz. Lakini mambo yamekuwa tofauti, kwani mara zote watu wanasema kwamba kuna vitu vingi watu wanatakiwa waweze kuwa navyo, na wengi wao wakasema kwa hiki kinachoendelea sasa tunatakiwa kuweza kuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwa sababu kuna mambo mengi yameweza kutokea na wengi wao walitamani kuweza kuona kila kitu kinakaa katika msingi iliyo imara na mikakati iliyo bora. Lakini wengi wao wanaamini kwenye kile ambacho wanachokiamini, na wengi wao waliweza kufunguka vitu vingi na wakasema kwamba kwa hiki kinachoendelea sasa wacha tuone mwisho wake, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yaliweza kutokea, na wengi wao wakasema kwamba hili linaloendelea sasa wacha tuliache, kwa sababu Wema Sepetu amekuwa akitafuta mtoto kwa muda mrefu na leo hii Mungu ameweza kumjalia. Lakini watu hawaishiwi na maneno, na sijui wanataka nini kutoka kwa bibie Zuchu, kwa bibie Wema Sepetu, kwa sababu amekuwa moja kati ya mwanamke mara zote anatamani kuweza kupata amani ya furaha, lakini amani hiyo anaikosa na anaambulia kuweza kusimangwa na matusi ya kutosha. Lakini yote ya yote, kwa upande wake ameamua kuweza kusimama imara na kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Licha ya maneno dhihaki nyingi kuweza kutokea, lakini ameweza kusimama na kusema kwamba ninaamini haya yote ambayo nayoyapitia katika maisha ni moja kati ya changamoto, nitasimama imara na kunyanyuka na kutengeneza kesho yangu iliyo bora. Sitaki kabisa kuweza kuzungumzwa vibaya, kwa sababu binadamu wameumbiwa maneno. Hivyo mimi kama mimi nitasimama katika haki zangu kuhakikisha kila kitu kinakwenda huwa sawa, maana watu wengi hawaamini kwenye kile ambacho mimi nakiamini bwana. Mambo ni mengi sana kuhusiana na haya yote. Mimi naomba nikusii kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Sina la ziada, tukutane next time. Bye bye.